Kanisa la Mai walikuwa wanazungumza kwa uhuru kile walichojifunza kuhusu kutafsiri Biblia katika lugha yao wenyewe kutoka kanisa la tano. Kulikuwa na hisia yenye shauku ya pamoja walipokusanyika kwa maombi siku ya tatu. Katika siku mbili zilizopita, viongozi wao walijifunza mengi kutoka kwa Wamai, lakini siku hii iliangazia mchakato wa kutafsiri kama timu. Wote walioweza walikusanyika kuombea timu ya tafsiri ya Mai na tano. Walizikabidhi timu kwa Bwana na wakaombea kazi ya siku hiyo na mradi uliokuwa mbele. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya kaka na dada zetu wakarimu kutoka Mai ambao wametushirikisha kile walichojifunza. Tusaidie kukuheshimu kwa kujifunza vizuri na kutafsiri kwa uaminifu neno lako kwa ajili ya watano. Wakiwa na hamu ya kuboresha jaribio lao la kwanza la tafsiri kutoka Injili ya Luka, viongozi watano walipendekeza waanze na kifungu hicho. Wamai walikubali kwamba kuvifanyia kazi vifungu vilivyokuwa muhimu zaidi kwa kanisa la tano ilikuwa mahali pazuri pa kuanzia. Walipata kifungu hicho katika Biblia ya lugha ya biashara yenye leseni huria ambayo Wamai walikuwa wameleta. Kisha Wamai waliwaomba watano wasikilize kwa makini kifungo hicho kiliposomwa kwa sauti mara kadhaa. Baadaye waliuliza mfululizo wa maswali rahisi. Ni nini ulichokipenda? Ni nini hukukipenda? Ni nini kilikuwa kigumu kuelewa? Ni nini ulichogundua kuhusu Mungu, Yesu au Roho Mtakatifu? Ni nini ulichogundua kuhusu watu? Jambo hili linabadilishaje maisha yako? Utawezaje kutii fundisho hili? Ni nani anayehitaji kusikia kile ulichojifunza? Walijadili maswali haya kikamilifu. Mazungumzo yalitia moyo na kuimarisha timu ya tafsiri kwa kuwasaidia kuelewa maana yake vizuri zaidi. Ninafurahia jambo hili sana. Tunaweza kutumia maswali haya pamoja na kaka na dada zetu kanisani. Ninaamini jambo hili linaweza kuwasaidia kuishi kwa uaminifu. Ndiyo, nakubali, lakini ni lini hasa tunaanza kutafsiri? Ili kutafsiri kwa uaminifu, lazima tujaribu kuelewa maana kikamilifu. Kwa mfano, kuelewa wakati na mahali pa hadithi ya Biblia kunaweza kutusaidia kuelewa maana. Wamai waliikumbusha timu ya tafsiri ya watano jinsi walivyoweza kutumia vifaa vyao vya simu kama zana za kujifunza zaidi kuhusu muktadha wa Biblia ili kuboresha tafsiri zao. Kwa pamoja walipata picha za boti za uvuvi za wakati wa Yesu pamoja na ramani na picha za eneo ambako hadithi ilitokea. Baadaye siku hiyo, Wamai waliwashirikisha njia nyingine ambazo watano wangeweza kuzitumia katika hadithi waliokuwa wakitafsiri. Wakati mwingine tunapokuwa tukitafsiri hadithi, tutajaribu kuielewa kwa njia tofauti, tukizingatia mazingira, hisia, maneno, wahusika au miitikio. Mwanzoni, jambo hili lilionekana la ajabu, lakini kila njia mpya ya kufikiri kuhusu hadithi hii ilitoa ufahamu zaidi. Mmoja wa washiriki wa timu ya tafsiri ya tano alibainisha, hadi sasa sikuwahi kufikiri hali ilikuwaje pale ndani ya ile boti pamoja na Yesu. Wakiwa wametiwa moyo na jambo hili, Wamai walianza mazungumzo mapya alasiri hiyo. Walianza kujadili maneno na virai halisi kutoka katika hadithi. Majirani zenu wangesemaje kirai hiki? Ni maneno gani mnayotumia kusema mwalimu? Boti, dhoruba au hatari? Ni neno lipi lililo bora zaidi kwa hadithi hii? Tutasemaje usemi huu kwamba upepo na mawimbi hutii? Je, neno lenu lisemalo Bwana linafaa kwa ajili ya Yesu? Walipokuwa wakihangaika na maswali haya, Wamai walionyesha jinsi ambavyo wangeweza kuzifikia rasilimali ambazo zingewasaidia kuamua njia bora ya kutafsiri. Majadiliano yalikuwa ya kuvutia nyakati fulani na magumu,
nyakati nyingine, lakini timu iliendelea kufanya kazi kwa makini kupitia kifungu hicho, ikiunda tafsiri mpya iliyotokana na uelewa wao wa kina. Wakati kutokubaliana kulipotokea, walisimama kuomba, kuangalia rasilimali, kuuliza maswali na kujadili jambo hilo pamoja. Katika matukio kadhaa walikutana na neno au kirai kigumu, na Wamai waliwakumbusha kutumia rasilimali ili kuwasaidia kufanya maamuzi mazuri ya tafsiri. Waligundua kwamba kuchukua muda wa kuelewa hadithi kwa kina na kuizingatia katika mitazamo tofauti kuliwasaidia kuieleza kwa uaminifu zaidi katika lugha yao wenyewe. Mwisho wa siku walikuwa wameifanya tafsiri mpya ya hadithi kutoka Injili ya Luka kwa furaha kubwa. Wote walikubaliana kwamba walikuwa wameifanya tafsiri iliyobeba kwa uaminifu maana katika lugha ya Kitano ambayo watano wote wangeweza kuielewa, ambayo viongozi wa kanisa walikubaliana ilitumia maneno na virai sahihi kabisa vya hadithi na ambayo ilisikika kama Kitano kizuri. Mwisho wa siku, walipokuwa wakisikiliza hadithi mara nyingine tena, kulikuwa na machozi walipotambua kwamba Bwana alikuwa akijibu maombi yao. Hili lilikuwa neno la Mungu katika lugha yao kwa mara ya kwanza. Walitoa shukrani kwa Bwana na wakafanya mipango ya kuwashirikisha wengine tafsiri hiyo siku iliyofuata.